tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Asante. Kwa Kiingereza inasema hivi: Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inaanza basi. Kuna masuala zingine yalisemwa kabla, kuna mambo mengine yalitamkwa kabla, lakini ikifika katika kitabu cha Wahibrania 12 aya ya kwanza inaanza na basi. Kiingereza inasema therefore. Bwana asifiwe. Amen. Kuongezea hayo basi, inabidi tuweze kufanya nini? Kuweka kando. Mada yangu inasema weka kando. Bwana asifiwe. Kuna vitu inabidi lazima tuweke kando. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumezungukwa na wingi kubwa la mashahidi, dunia na ulimwengu, na pia sisi kama mashahidi kivyetu. Kwa kuwa ukiangalia kitabu cha Waamuzi 24 aya ya 22 inasema you are a witness to your own self. Nyinyi ni mashahidi. Kiswahili inasemaje? You are a witness to your own self. Wewe ni shahidi mwenyewe. Basi sisi tuko ndani ya lile wingu la mashahidi, sisi wenyewe tukiwa mashahidi ya sisi wenyewe. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi tumezungukwa kwa wingu la mashahidi, basi Biblia inatuambia lazima tuweke kando. Bwana asifiwe. Amen. Throw off. Ni nini maana ya kuweka kando? Basi tukiangalia katika hilo neno kwa lugha ambayo liliandikwa katika Kihibrania, inasema kukana, kutupa mambo au aina au kila kitu ambayo inaweza kutufanya nini? Inaweza kutuangusha chini. Bwana asifiwe. Basi tunapata ya kwamba dhambi au yale ambayo yanaenda kinyume cha Mungu ni kama trap. Trap inaitwaje kwa Kiswahili? Ni kama mtego. Asante sana. Hiyo ndio kwa sababu tuko na Waswahili hapa. Ni kama mtego, na huo mtego inakushika, alafu inakuweka uanguke, au inakushikilia uanguke, inashika mguu wako usiende mbele, inashika mkono usifanye kitu, inakufumba macho usione, na inakupumbaza usiweze kufikiria. Bwana asifiwe. Ndiposa leo Mungu anasema tupa kando au tupa huko. Wacha nitumie Kiswahili ya kawaida yenye tumezoea mtaani. Tupa huko au tupa mbali yale ambayo yanaweza kukukwaza katika uhusiano na Mungu wako. Inakubidi utupe vitu mbali, yale ambayo yanakufanya unaanguka kwenye dhambi. Bwana asifiwe. Dhambi ni kama mtego, ikikunasa ni ngumu kutoka. Bwana asifiwe. Siku hizi watu wanafanya dhambi faragani, wanafanya shughuli faragani, wanakumbuka wamemkosea Elohim faragani, wanaomba msamaha faragani, wanapata suluhisho faragani, lakini athari ya matendo yao yanaonekana hadharani. Bwana asifiwe. Unaweza fanya kitu faragani, umejua vizuri hiki ni kibaya, lakini unaifanya tu anyway. Wakati sasa athari zake zitaanza kuonekana, zitaweza kuonekana hadharani. Bwana asifiwe. Katika wafalme wa Israeli wakati huo, Mfalme Daudi wakati
jeshi lake lilienda vitani, yeye akabaki. Wakati aliona mwanadada mrembo, alizidi na yeye faragani. Bwana asifiwe. Aliweza kuomba msamaha faragani, lakini wakati athari za tendo hilo lilionekana mpaka wa leo, ijapokuwa Yeshua Masihi alitoka kwa uzao wa Daudi, lakini athari ya hiyo tendo imefanya mpaka wa leo kuna upanga katika nyumba ya Daudi. Bwana asifiwe. Amen. And therefore, since we are surrounded by a great cloud of multitude, we have to throw away or put asunder all forms of sin that can easily ensnare and entangle us. Bwana asifiwe. Amen. Kwa fikra zetu tunafanya vitu zenye ziko kinyume cha Elohim. That is why we are renewed our mind. Our minds are renewed every other moment. Kwa sababu vitu ambavyo tunafikiria katika vichwa vyetu, zingine ni potovu, zingine sijui nini, lakini tunazifikiria anyway. Bwana asifiwe. Amen. And therefore, those thoughts which are evil, the thoughts which are demonic, lazima uzing'oe zote, uzitupe huko. Bwana asifiwe. Amen. Yale ambayo inafanya tunakuwa na tamaa katika maisha, yale ambayo tunaona inafanya tunachochewa visivyo, alafu tunaenda kinyume na mapenzi ya Baba, lazima tuzichukue, tuzitupe huko. Bwana asifiwe. Yale ambayo sisi tunafanya kisiri au hadharani, ambayo yanaweka Mungu au Baba wetu aliye mbinguni anakuwa na ghadhabu juu yetu, inabidi sisi tuchukue, tuzitupe huko. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu mingi sana tunafanya, na yale pahali ambapo tunaenda ambayo ni chukizo kwa Mungu, lazima tuzichukue, tutupe huko. Bwana asifiwe. Amen. Na kuna vitu ambayo sisi tunatumia, tunaona ni sawa, tena kwa raha na starehe zetu, lakini katika mawazo na katika mapenzi ya Elohim Mungu wetu Baba wa mbinguni yanaenda kinyume. Hayo vitu lazima tuchukue, tuzitupe huko. Bwana asifiwe. Amen. Lazima tutupe. The road to heaven is straight and there is no shortcut. Hakuna njia ya mkato yenye inatupeleka mbinguni. That long way is the most sure way. Kuna jamaa alisema ya kwamba that shortcut may be the longest cut you will ever take, ukiamua kuchukua vitu kwa njia za mkato. Bwana sifiwe sana. Amen. Kuna njia moja kwenda mbinguni, nayo kupitia Yeshua Masihi ambayo ni Yesu Kristo mfalme wetu. Yeye ndiyo njia, yeye ndiyo uzima, na tena yeye ndiyo kweli. Na hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya kufikia kwa Baba ila kupitia yeye. Na kama Biblia imesema hivyo, hakuna njia nyingine yenye inayozunguka kwa Maria au kwa Petero au kwa Paulo. Hapana. God is a God of the living. He is not a God of the dead. And therefore we have one person who is alive. Alikufa na akafufuka. Bwana sifiwe. Amen. Yeshua Masihi alikufa na akafufuka. Saa hizi ameketi katika mkono wa kiume, mkono wa nguvu, mkono wa mamlaka, kwa kuwa mamlaka yote mbinguni na nchini alipewa, iko mkononi mwake. Bwana sifiwe. Yeye ndiyo njia, the most sure way to the Father. Bwana sifiwe. Tunaongea juu ya Zayuni, tunaongea juu ya Yerusalemu mpya. You cannot have access to that city if you do not do the will
of God through Christ Jesus. Bwana asifiwe. Amen. The will of God will never change. Lakini lazima tukubaliane, mapenzi ya Mungu haitakuangusha ili uweze kutokomea katika dhambi zako, ilhali mapenzi ya Mungu inakuinua ili uweze kushinda dhambi zako. Bwana asifiwe. Mapenzi ya Mungu haiwezi kukufanya uwe na uchungu, ilhali inakuletea furaha katika moyo wako. Mapenzi ya Mungu haiwezi kukuweka ili uwe na taabu, lakini inakuweka ili uwe na faraja katika maisha yako. Bwana asifiwe. Mapenzi ya Mungu si kitu ambacho kinakuletea tabu, bali inakuletea furaha. Si kitu ambacho inakufanya udhaufike, bali unajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu uweze kutembea katika wokovu ili uweze kufika Zayuni. Bwana asifiwe. Amen. And therefore, kwa sababu tumezungukwa na wingu kubwa na mashahidi, lazima tuchukue yale ambayo yanaenda kinyume na mapenzi ya Bwana, tuzitupe mbali. Haleluya. Amen. Lazima tutupe mbali. Kuna vitu ambavyo lazima tutupe mbali. Kama ni vitu ambavyo unasikia, inabidi lazima utupe mbali. Wakati fulani niliingia kuona video zingine, lakini wakati nilifika nikasema kuna kenye kitu inanipeleka, ilibidi nikazitupe mbali. The process continues. For gold to be refined by fire, it is not done instant. It takes a process. Bwana asifiwe. Amen. Saa zingine unaweza pitia vitu zingine, you are very uncomfortable. Zingine are very painful, but you have to put up with it ili ufike Zayuni penye unataka. Bwana asifiwe. Amen. Therefore, tuchukue hayo yote tutupe. Ni nini ambao tunaenda kutupa? Mambo mawili tu alafu namaliza. We need to put off the former self. Hiyo ukiangalia kitabu cha Waefeso 4:22. Yule mtu wa awali lazima tumchukue tumtupe huko. Bwana asifiwe. Kama yule mtu wa kale alipenda vita, kama yule mtu wa kale alipenda machukizo, kama yule mtu wa kale alipenda vitu ambavyo zilikuwa zinachochea ghadhabu ya Elohim, Mungu wetu na Baba wetu aliye mbinguni, inabidi huyo mtu wa kale lazima tumng'oe, tumtupe huko. Bwana asifiwe. Amen. Wakati unaokoka na unajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, unakuwa kiumbe kipya na yale ya kale yanakwisha. Bwana asifiwe. Yanakwisha. Yale ya kale yanakwisha. And that is the surest way, ili tuweze kutoa yale mambo ya kale yakwishe, ili mambo mapya yakuje, tuweze kutembea katika wokovu kupitia Yesu Kristo, Yashua wa ulimwengu. Bwana asifiwe. Yule mtu wa kale lazima tumtoe. Lazima tumtoe. Kama yule mtu wa kale alipenda uongo, lazima ichukuliwe, itupwe huko. Bwana asifiwe. For us as children of the Most High, we must bring a difference between us and the world by the world seeing Christ who is in us. Bwana asifiwe. Ulimwengu imechoka na hizi matheories zenye tunaongea hapa. Hata niweke sarakasi kivipi kwenye madhabahu, lakini kama haiwezi kuonekana katika matendo yangu na katika maisha yangu, haya yote ni bure. Kutunza sabato haitoshi kama yule mtu wa kale ako ndani yako, ilhali unatunza sabato, unasema Bwana asifiwe, mpaka unaongea kwa ndimi, unafanya hayo yote. Hayo ni sarakasi Bwana, kwa
kwa sababu yote ni bure. Yule mtu wa kale lazima atolewe, alafu yule mtu mpya lazima achukue ushukani kwenye maisha. Bwana asifiwe. That is why we are born again, so that the old is gone and the new has come. Bwana asifiwe. Nimependa lugha ya Biblia kwa sababu chenye Mungu anataka kufanya anaongea kana kwamba amefanya juzi. Nimesikia kilio chenu, ndio kwa maana nimekuja. Ukiangalia katika ile lugha yenye iliandikwa, ndio kwa maana nishakuja ili niweze kuwang'oa katika utumwani niwalete katika nchi ya ahadi. Bwana asifiwe. Yule mtu wa kale lazima afe katika maisha yetu, alafu yule mtu mpya aweze kushika ushukani, watu wasikuone tu ilhali waone Yesu Kristo mwenyewe katika maisha. Bwana asifiwe. Ndiposa we are a letter. Sisi ni mabalozi, sisi ni barua ambayo imeandikwa si kwa wino, ilhali imeandikwa kwa damu ya mwana kondoo. Bwana asifiwe. Rafiki yangu mwingine alitunga wimbo fulani na akaimba akasema, the greatest love letter was written in blood. Na ukiangalia katika kitabu cha Yohana 3:16 inasema, kwa sababu hii Mungu aliupenda sana ulimwengu ndiposa akatoa mwana wake wa pekee. Bwana asifiwe. Alimtoa. Na ukisoma sanctuary services Leviticus 16, wakati wanafanya kitu inaitwa atonement, lazima ujue ya kwamba wakati yule mbuzi wa Bwana alipochinjwa, alichinjwa kwa madhabahu, si ndio? Katika hali ya kawaida, lakini katika msalaba ndio ilikuwa madhabahu ya yule mbuzi wa Bwana, ili aweze kutupa suluhisho tosha ya dhambi. Bwana asifiwe. Amen. The Lord's goat was slaughtered on the cross for our internal redemption, and therefore, because we are redeemed, let the former self be gone and the newer man to come. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, we need to put off falsehood. Hiyo pia ukiangalia kitabu cha Waefeso hiyo 4:25. We need to put off falsehood. My friends, it is high time for us to be real as far as our salvation is concerned. Lazima tuwe wa kweli, si kutamka kwa mdomo ilhali matendo yetu ni kinyume cha yale ambayo tunafanya. Tunasema, Bwana asifiwe, yale ambayo tunafanya ni tofauti kabisa ya yale ambayo tunasema. Kwa midomo yetu tunasema Bwana asifiwe, praise the Lord, Elohim, tunaimba hapa, tunafanya hayo yote, alafu tunaingia sarakasi nini na nini na nini. But so long as falsehood is in our system and our lives, then everything that we do is nothing but deceit. And woe unto us, kama Mungu anasema, kwa mdomo yao wananitukuza, lakini matendo yao ni tofauti na yale ambao wanasema. Haleluya. Amen. Mitume walihubiri kwa kusema na kufanya nini? Na kutenda. Sio kama wanasiasa wa Kenya ambao wanasema na chenye wanatenda ni tofauti. Wanasema we will fight corruption and we will deal with them, lakini ikifika usiku wao ndio wanakula katika hiyo mambo ya ufisadi. Wanasema tutafanya uchunguzi na baada ya siku 30 itakuwa hivi.
Saa hizi ni miaka na mikaka, hakuna kitu yenye imefanyika. Hiyo ni uongo. Ndiposa wale ambao wanachanganua masuala ya kisiasa wanasema the greatest currency in Kenyan politics is deception. Na mimi nasema the greatest currency in spirituality is the truth, not deception. Bwana asifiwe. Wakati wengine wanadanganya, sisi tusemane ukweli. Wakati wengine wanafanya sarakasi, sisi tunafanya mambo yetu kwa hakika. Bwana asifiwe. Falsehood must die in our lives. Christianity au being a messianic sio tu kuongea au theory, but we need to put things in practice. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio tofauti yenye itakuwa baina yetu na hao wengine. Na kama ni mambo ya kusema tu bila matendo, lazima tumoe hiyo tabia, tutupe huko, ili wakati tuko katika shule, wakati tuko kwa makazi yetu, wakati tuko kazini, watu wanaona kwa hakika yule jamaa anafanya yale ambayo anaamini. Na kwa kutamatisha, tukiangalia kitabu cha Yakobo 2, ukiangalia kuanzia aya 14 hadi 26, na tukiangalia 24, anasema, tazama, mtu hawezi kuwekwa haki kwa yale, mtu anawekwa haki kwa yale anafanya, si kwa imani peke yake. Bwana asifiwe. Na kwa kweli imani bila matendo ni bure. Lazima tuweze kuweka imani yetu kwenye matendo, halafu tutembee katika njia za Elohim ili tuweze kuishi maisha inayofaa. It is possible to live a holy life in a sinful world. It is possible. Bwana asifiwe. Yule ambao anasema haiwezekani, Mungu anaelewa, sasa wacha nifanye tu hivi, hapana. It is possible. For the Bible says in Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power and you will be my witnesses. You can never be a witness if you don't have evidence. Bwana asifiwe. Amen. For you to be a witness, you must have evidence. Hello? Sasa hizi ni masuala za kisheria. Kitambo uwe shahidi katika mahakama, lazima uwe na ushahidi tosha. Na hiyo ushahidi si ushahidi tu, ni ushahidi ambayo inathibitisha ya kwamba jambo fulani mbele ya mahakama ilifanyika kwa hakika. Bwana asifiwe. Ndiposa wakati wanafanya hiyo mchakato wa kuchambua ushahidi, kuna neno ambayo inakuja, the admissibility of evidence before court. Je, hii ushahidi mbele ya mahakama ni ushahidi tosha au ni kitu hivi? Bwana asifiwe. So for us to be witnesses, we must have evidence. Bwana asifiwe. And how can we have that evidence? That evidence will be generated from our deeds. Kumbuka, wakati umejazwa na Roho Mtakatifu, yule Roho ambayo alikuwepo wakati ulimwengu ulikuwa unaumbwa, na yule Roho ambao alikuwepo na Yeshua akifanya zile shughuli zake, ni huyo Roho ambao atakuwa ndani yako akitenda mambo. Bwana asifiwe. Ndiposa tunasema utapata nguvu wakati Roho Mtakatifu atakuja. Sasa watu wako na mfumo wa ibada bila nguvu za Mungu, na tofauti ambayo inakuwa ni kwamba inabidi sisi
tuwe na nguvu za Mungu ili tuthibitishe tosha ya kwamba sisi ni watoto wa Baba. Bwana sifiwe. Ndiposa yule mtu wa kale na uongo lazima ifanye nini? Itoke, ili mtu mpya na tutembee kwenye roho na kweli kulingana na mapenzi ya Baba. Saa zingine ni ngumu, saa zingine ni ngumu, lakini that is the sure way to reach Zion. Bwana asifiwe. Saa zingine ni ngumu, we have to be real. Saa zingine ni ngumu, saa zingine ni uchungu, saa zingine ni hasara, lakini hiyo ndio njia tosha ili uweze kufika Zion. Bwana asifiwe. Wakati tunaenda maombi, tumuombe Mungu atusaidie ili tuweze kung'oe hayo mambo ambayo yanaweza kututega ili tuanguke katika imani, ilhali tuwe na nguvu ili tuweze kusimama majaribu ambayo yanakuja. Tukiimba wimbo nishike mkono, tuombe Mungu atushike mkono.